Wizara ya Afya, mwongozo wa Wizara ya Afya unatambua kwamba mtoto anaweza kuishi kama atazaliwa kuanzia wiki ya 28 na kuendelea. Kwa maana kwamba ukifuata huo mwongozo hasa, mtoto akizaliwa kabla ya wiki ya 28, then unaweza ukasema kwamba mimba imeharibika. Lakini huo ni mwongozo wa zamani sana, na dunia imeshaenda mbele sana kiasi kwamba kwa nchi zilizoendelea watoto wanaozaliwa au wakina mama wanaojifungua njiti kwa nchi zilizoendelea, mara nyingi akijifungua wiki ya 24 mtoto anapona. Na kama sisi kama nchi kazi yetu ni kusaidia serikali, na tuko hapa kwa sehemu ya serikali, tunaona gani tunaweza kuboresha mtaalamu ili uweze kusaidia watoto kwenye level primary. Najua bado school dropouts ni kwa wale wakipata kile KBC tu kwamba nchi kwa sababu ya mazingira ya ile ya mtoto kwake au mtoto wao itasaidia ili wanafunzi wetu waweze kujua kuhusiana na mtoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa hiyo mimi nishukuru sana Doris Foundation ambapo mnaendelea kutoa elimu. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tunafikiria sasa, na discussion yote hapa ni tulioipata leo hii katika warsha hii, hakuna hata mmoja ambaye amesema tusiingize kwenye mtaala. Wote kuanzia wataalamu wote walioko hapa kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania, wenzetu wa Doris Foundation ambao wameanzisha hili, na kila mmoja wetu hapa ameweza kutoa ushuhuda jinsi ambavyo kuna umuhimu kila mmoja aweze kufahamu watoto njiti ni nani, wanazaliwaje, wanaweza kukingwa vipi mama ili asiweze kupata watoto njiti. Nafikiri tusiextend sana discussion, lakini tumeshapata kitu cha kuingiza kwenye mitaala. Na nimeona mwalimu wa mathematics amesema mmesahau, japokuwa nilishaongelewa lakini anataka nisikike. Kwa hiyo nafikiri kwangu hii workshop ya siku moja imekuwa useful.